Mimi naitwa Ndalo Lubunda, ni mwenyekiti wa Pamba Mara Cooperative Union. Katika uhalisia wa zao hili la pamba, zao la pamba kimsingi, katika mkutano wetu tumekuwa na changamoto nyingi za maswali kutoka kwa wajumbe, lakini maswali haya mainly yamejikita kwenye kuhakikisha kwamba tunakuwa na mbinu zipi za kuweza kuhakikisha wakulima hawa wanapata namna ya kuweza kupata aweni kutokana na kilio chao kwamba mazao haya sasa yamefikia mahala zao la pamba linakuwa na kudorora. Lakini kama chama kikuu, mikakati tulio nayo ni kuweza kushirikiana na serikali kuhakikisha tunapeleka zile pembejeo za kilimo kwa wakati, lakini pia wataalamu wetu wa ugani kuweza kufika katika maeneo kwa wakati, kuweza kutambua na kugundua changamoto zinazolikabili zao la pamba katika kipengele cha magonjwa, lakini pia kuhakikisha wanaweza kuweza kuua wale wadudu kwa wakati. Lakini hamasa, tumejipanga kutembea kijiji kwa kijiji kuweza kuwapelekea wakulima wetu wataalamu wa ugani wawasaidie kuwapa elimu ya kuweza kulima kwa kufuata utaratibu wa kitaalamu hili zao la pamba. Maana wakulima wetu walio wengi wanalima heka nyingi, lakini mavuno yao yanakuwa hayana tija kutokana na kwamba wanajihudumia wao peke yao. Lakini uwepo wa chama kikuu sasa imekuwa ni tija kwao kuwasaidia, kuwaunganisha katika hili zao la pamba, kuwapatia wataalamu ambao watasaidia kutoa elimu ya kutosha kuweza kupata tija katika zao la pamba. Lakini pia ukiachana na jambo hilo la zao la pamba, tuna mazao ya mchanganyiko ambayo yapo katika mfumo wa stakabadhi za ghala katika mkoa wetu. Tumepractice hili zao la haya mazao ya stakabadhi za ghala mwaka jana, msimu uliopita, na kwa kweli tumefanya vizuri. Na sasa tumekuja na mkakati pia wa kutia hamasa kuweza kuzunguka katika mkoa wetu, kuenda kwenye maeneo mengine ambayo pia yanategemea zao moja tu la pamba katika kujenga uchumi wao, waende pia kwenye zao lingine, mazao mengine ya kimkakati kama vile dengu, choroko, mbaazi, lakini pia zao hili la njugu mawe pamoja na ufuta. Na katika siku ya leo tumezindua pia hili zao la kokoa. Katika mkoa wetu wa Mara, kokoa limeonekana ni zao ambalo pia linaweza likafanya vizuri, likaongeza kipato cha mkulima. Sambamba na hilo, maeneo mengine haya tunaendelea kuhamasisha kuweza kulima kilimo cha tumbaku, kilimo ambacho kitawapatia tija kubwa kuweza kubadilisha uchumi wa maisha, lakini pia kuongeza kipato cha chama chetu kikuu pamoja na serikali kwa ujumla. Kwa hiyo niwatake tu wakulima wenzangu tuweze kuendelea kupitisha hii mikakati tuliyoipitisha leo, ambayo itatusaidia kuweza kuinua kipato chetu kupitia mazao ya kimkakati, mazao kama pamba, lakini pia mazao ya stakabadhi za ghala, dengu, choroko, ufuta pamoja na mbaazi. Na haya mazao mapya ambayo yalikuwa yanalimwa kama mboga tu kwenye mkoa wetu ambayo ni njugu mawe. Habari ambayo ni njema, tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia ambapo amewezesha kuyaingiza kwenye mfumo pia wa mauzo. Ametafuta suluhisho, limepatikana kupitia mamlaka ya mazao Tanzania COPRA na TMX. Tumepata soko la kuuza njugu mawe na ambazo katika mkoa wetu zinafanya vizuri, nalo litaendelea kuongeza kipato kwetu. Na hili zao la tumbaku tunalisisitizia nguvu nyingi, kwa sababu maeneo ambayo yamefanikiwa kupata hili zao yamekuwa kiuchumi, wakulima wamesogea. Nasi kwenye mkoa wa Mara hatutaki kubaki nyuma, niwatie heshima, tutalilima kwa nguvu zote. Baada ya kuwa tumetazama kwa upana, tukagundua moja kati ya changamoto kubwa inayowakabili wakulima wetu ni zana duni za kilimo. Na katika hizo zana duni tumeamua na kukusudia kuanza kununua trekta ambazo zinakuja kusaidia wakulima wanachama wa PMCU wapate kulimiwa mazao yao kwa bei ambayo ni nafuu. Kwa hiyo tunaziunga jitihada na juhudi za Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunatumia nguvu zetu kuwahudumia wakulima. Ndio hapo sasa leo tumezindua trekta ambayo itasaidia kuwafikia wakulima na kuwalimia kwa bei ambayo ni rahisi. Na huu ni mwanzo. Mpango wetu ni kuwa na zaidi ya trekta 10 ambazo zitasambaa katika maeneo ya wilaya zote kuweza kuwalimia wakulima ambao pia ni mkulima wa chini mwenye kipato kidogo. Tuweze kusapoti kwa bei ambayo ni ndogo, at least ya kuweza kurudisha mafuta, isaidie kuweza kupata mazao katika haya mazao ya kimkakati kupata tija. Lakini pia pikipiki hapa isaidie maafisa kilimo wetu kuzunguka kuwafikia wakulima, maana kuna maeneo mengine hata magari hayafiki. Kwa hiyo waweze kufika na kuweza kutoa huduma za kiugani ili tuweze kupata tija katika mazao yetu haya ya kimkakati.